KCB tunaamini kuwa benki sio tu taasisi ya kifedha, bali ni mshirika wa maendeleo ya jamii. Tumekuwa mstari wa mbele katika kusaidia miradi yenye matokeo chanya kwa jamii, tukigusa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, elimu na ustawi wa jamii, ikiwa ni pamoja na kusaidia taasisi za kidini katika miradi mbalimbali ikiwemo kutoa vifaa vya ujenzi vya nyumba ya ibada sehemu mbalimbali, lakini pia kutoa misaada kwa taasisi za elimu kwa kuchangia uboreshaji wa majengo ya shule na vifaa kama madawati ikiwemo shule ya msingi Nandagala iliyopo Ruangwa mkoa wa Lindi na shule ya msingi Mlimani iliyopo mkoani Mbeya, lakini pia kusaidia hospitali na vituo vya afya kwa kuchangia vifaa vya ujenzi wa zahanati kwa mfano Rubala, Bwiru mkoani Mwanza, pamoja na taasisi ya tiba ya mifupa yani MOI. Pia kusaidia makundi yenye uhitaji wakiwemo yatima na familia zenye mazingira magumu. Ushiriki wetu katika hafla kama hizi unaimarisha dhamira yetu ya maendeleo jumuishi kwa kila mtu. Tunawatakia baraka nyingi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunaomba Mwenyezi Mungu akubali swaumu na ibada zetu. Tunaahidi kuendelea kushirikiana nanyi kwa moyo wa dhati katika kujenga jamii yenye matumaini, mshikamano na maendeleo. Kwa moyo wa unyenyekevu na furaha, napenda kuwapongeza nyote kwa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni wakati wa ibada, tafakari na mshikamano tunaposhiriki katika fadhila za subira, huruma na ukarimu. Katika kipindi hiki cha baraka, tunatambua thamani ya huduma na mshikamano kati yetu kama jamii. Benki yetu inajivunia kuwa sehemu ya safari yenu ya kifedha, tukihakikisha kuwa mahitaji yenu yanatimizwa kwa wepesi na uaminifu. Tumejitolea kuendelea kutoa huduma bora zinazowiana na mahitaji yenu, huku tukizingatia maadili ya haki, uadilifu na kuhudumia kwa moyo safi. Tunawahimiza kutumia huduma zetu za kidijitali kwa urahisi zaidi ili muweze kuendelea na ibada zenu kwa amani na utulivu. Kwa niaba ya uongozi, board na wafanyakazi wote wa benki yetu, nawatakia Ramadhani yenye amani, rehema. Mwaliko huu wa leo ni wa sura yake na wa aina yake ambayo si pengi tumeweza kuuona, bali kwa mwaka huu kote alikuwa mimi sijaona hiki kizuri mlichokitenda nyinyi katika mwaliko wenu huu. Mwaliko hata kama umeshawahi kujadiliwa katika mitandao, ukimwalika tajiri mwenzako sio kama hujafuturisha, utakuwa umemfuturisha, si binadamu. Lakini pale utakapomwalika tajiri halafu ukamwalika na mtu ambaye huna nasaba naye hata katika mizunguko yako ya kila siku, huna utakapoweza kukutana naye, ukamwalika yatima yupi anaye mwenye akaunti, mwenye kuweka hela yeye mwenyewe benki, yeye mwenyewe kachukuliwa analelewa, ukamwalika mtu wa chini, nyinyi mmepatia sana na mmelenga mahali ambapo Mungu anapopataka. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha makraba au miskinan dha matraba. Anasifia amali njema ambazo zinaweza kumfikisha mtu mbali, akisema mmoja wapo ni kulisha chakula katika kipindi cha njaa kali, ukamlisha yatima ambao una ukaribu naye. Hapa mwangalieni Mungu aliposema yatima ambao una ukaribu naye,
kwa sababu matajiri wengi husahau wahitaji walioko karibu nao, wanaangalia wale walioko mbali. Yatima dha makraba, yatima ambaye una ukaribu naye, au miskina dha matraba, au maskini wa chini udongoni kabisa, yani ukawa sio ule tu na mwenzako ambaye mnafanana kiuwezo, wala silikatai hilo, wala mimi sisemi kama waliosema kwamba ile sio kufuturisha. Kufuturisha bwana, si amefunga kafuturu, utapata malipo ya thawabu za funga yake bila yeye mwenyewe kupungukiwa, lakini umepeleka mahali ambapo panajenga urafiki na udugu baina yenu, lakini sio pale alipotaja Mungu ya maskini wa chini udongoni. Leo hapa ndugu zangu mliohudhuria hapa, tumehudhuria na malaika wa Mungu wengi walioko hapa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, ana wakafil yatama kahataini, mimi na mtu mwenye kuangalia mayatima tuko hivi, yani sambamba peponi. Kwa hiyo niwapongeze benki hii kwa kitendo hiki kizuri walichokifanya.